lakini ni character ambayo nilikuwa najitahidi kuweza kuitendea haki ili pia kuleta elimu pia zaidi kwenye jamii. Kama unavyojua, lengo si tu kuigiza au si tu kusikiliza mziki. Lengo ni jamii iweze kupata elimu, kuelimika na kujua kuna umuhimu gani kwenye usawa wa kijinsia. Kwa mfano, watu wengi hawajui nini maana ya usawa wa kijinsia. Labda pengine tungesema kwamba usawa wa kijinsia ni hali ambayo wanawake na wanaume wanatambuliwa, wanaheshimiwa na wanapata fursa, haki na wajibu sawa katika nyanja zote za maisha, kijamii, kiuchumi, kisiasa na kiutamaduni. Na ukiangalia vizuri, tumepata changamoto nyingi kuona kwenye hizo sehemu nyingi kuna mapungufu mengi ambayo yanajitokeza. Kwa sisi kama wasanii, ilikuwa jukumu letu kuangalia sehemu gani kuna mapungufu, tunazungumzaje ili jamii iweze kuelimika kupitia elimu hii. Na ni matumaini yetu kwa sababu tumefanya research, tumejaribu kuongea na jamii, kuzungumza kuona nini changamoto kwenye jamii, vitu gani muhimu inabidi tuvizungumzie. Kwa hiyo igizo hili au theater hii tumeitengeneza kwenye hali rafiki ya kila mtu kuielewa, mtoto, mtu mzima, ili kuweza kupata elimu hii ambayo sisi tunaitarajia. Hivyo wakazi wa Kinondoni wakae tayari kwa ajili ya kupata elimu na burudani ndani yake. Asante sana. Sawa, sasa tunamalizia na bosi wetu. Yeye ndo anafanya tukae hapa. Yeye ataongelea zaidi ruzuku ambayo tumeipata, lakini pia na Sedeva. Of course najua wengi mnajua Sedeva ni nini, lakini yeye ataelezea pia kuhusu Sedeva.